أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wapenzi watazamaji, karibuni tena katika hii channel yetu. Leo tukiwa katika mji wa Nakuru City, tukiwa katika programu yetu ya da'wa mitaani. Kwa hivyo tunawakaribisha sana, lakini kabla hatujaendelea, niko na ustadhi wangu hapa Abubakar Koech. Ningependa kwanza aweze kuwasalimia inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Watazamaji wapendwa wa chaneli hii ya Koech Abubakar Da'wa na pia vile vile Saidi Mweregi Da'wa Group. Alhamdulillah, baada ya kumhimidi Allah na kutaka rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tuko katika ziara zetu za kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema Shekhe. Tuko maeneo ya sokoni hivi, na sasa hivi tutaanza shughuli zetu. Naomba muandamane pamoja nasi katika shughuli za siku ya leo inshallah. Naam, shukran sana Abubakar Koech. Lakini kabla hatujaanza, kuna jambo ambalo liko katika TikTok ambalo linaharibu picha ya Uislamu. Kuna watu ambao katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanachukulia chance ya kutengeza video za kuenjoy mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza tunawaonya tukiwaambia kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani si mwezi wa kuchezea. Ikiwa wewe ni Muislam ama sio Muislam, sio mwezi wa kuchezea, sio mwezi wa kutafuta zile viewers wengi na nini. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wenye heshima, ndio mwezi ambao Qur'ani iliteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi ambao unafaliwa uheshimiwe na dini zote mbili. Maana pia katika kitabu cha Biblia watu waliamrishwa wafunge, na pia katika kitabu cha Qur'ani tumelazimishwa tufunge. Kwa hivyo leo tuko katika mji wa Nakuru na lengo letu ni kufikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tutakuwa ni wenye kuzunguka kwa marafiki zetu na ndugu zetu ili tuweze kuwafundisha maneno mazuri, maneno ya dini yetu ya Kiislamu. Naomba kidogo cameraman, twende tuzungumze na ndugu yetu hapa. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, unaitwa nani? Naitwa Faiz Omar. Faiz Omar. Wewe ni Muislamu? Shukran sana. Saumu inakupeleka namna gani? Saumu inanipeleka alhamdulillah, nashukuru. Unashukuru kabisa. Sawa, na sisi tunakwambia saumu makbul. Inshallah, funga vizuri na Mwenyezi Mungu akutakabalie saumu yako. Shukran. Sawa, karibu sana. Ndugu, unaitwa nani? Nani? Wilson. Unaitwa Wilson. Wilson nani? Wilson Nangor. Wilson Nangor. Intie. Yes. Ni Mjaluo ama? Mturukana. Wewe ni Mturukana wa kutoka sehemu za Turukana? Yes. Asante sana. Na mimi naitwa Saidi, mimi ni Mmeru, lakini dini yangu mimi ni Muislamu. Na wewe dini yako dini gani? Mimi ni Christian. Wewe ni Christian. Asante sana. Nashukuru sana kwa kuwa wewe ni Mkristo. Je, ndugu yangu, niko na jambo ningependa tuzungumze kidogo kama wewe ni Mkristo. Je, wewe ushawahi somewa kitabu cha Qur'ani? Haujawahi somewa kitabu cha Qur'ani? Sijawahi. Hata siku moja? Unaonaje leo nikusomee kitabu cha Qur'ani? Ni sawa tu, ni sawa, si ndio? Kwanza kitabu cha Qur'ani sio kitabu cha Waislamu peke yao. Ukiona mtu anakuambia Qur'ani ni ya Waislamu, huyo ni muongo na hafai. Sawa? Qur'ani ni kitabu ambacho kimeteremshwa kwa ajili ya watu wote. Yaani Qur'ani inazungumzia Muislamu, Qur'ani inazungumzia asiyekuwa Muislamu. Sasa kuna aya napenda mwalimu akusomee katika kitabu cha Qur'ani, lakini kabla hatujaanza kukusomea, ningependa mwalimu akuoneshe Qur'ani, maandishi yake kwa lugha ya Kiarabu na tafsiri yake. Mwalimu, naomba umuoneshe. Naam, Qur'ani ndio hii, imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu, sawa? Alafu imetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kijaluo ama ya lugha ya Kiturkana. Kwa hivyo leo siku ya kwanza umeona kitabu gani? Qur'ani. Sasa Qur'ani kuna kitu ambacho inakwambia wewe kama Mkristo, sawa? Mwalimu, nisomee Qur'ani 5:82. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naam. Inasema Qur'ani Suratul Maida. Naam. Sura ya 5 aya 82 inasema na utawaona walio karibu na urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Qur'ani inasema utaona aliye karibu kabisa na urafiki na Muislamu ni yule ambaye anasema ni dini gani? Kristo. Na wewe umeniambia dini yako dini gani? Kristo. Kumbe Mkristo na Muislamu wao ni kina nani?
ni marafiki, sawa? Yes. Marafiki wanaweza kosana na wakikosana si wanafanya bidii ili waweze kuelewana. Yeah. Kwa hivyo Qur'ani inatambua Muislamu na Mkristo wao ni marafiki. Endelea mwalimu. Hayo kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni na wachao Mungu. Kwa hivyo Qur'ani inatuambia kwa Wakristo kuna wanavyuoni, yani watu waliosoma, na vile vile katika Ukristo yani Wakristo kunao wacha Mungu, watu ambao wanamtegemea Mungu katika Ukristo, si wapo? Na nadhani wewe ni mmoja wao. Endelea mwalimu. Inasema hivi, inasema wanavyuoni wachao Mungu, na kwa sababu hao Wakristo hawatakabari, na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari. Ukisikia kutakabari ni kujivuna au kuwa na kiburi, sawa? Na nadhani wewe ni Mkristo, nimekuita, nimekusalimia, na kwa vile hauna kiburi ama utakabari, kwa vile mimi ni rafiki yako, umekuja na ukawa ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kunisalimia. Nashukuru sana kwa hayo, sawa? Endelea mwalimu. Endelea tu sijali. Inasema kwa sababu Wakristo watakabari, wakijua haki huifuata. Kumbe Wakristo wakijua haki hufanya nini? Huifuata, sawa? Sasa leo sisi ni Waislamu, tumekuja na lengo letu kwanza ni kukuonesha wewe Qur'ani, pili kukufundisha maneno ya Mwenyezi Mungu, tatu kukualika katika dini nzuri hii ya Kiislamu. Unasemaje leo ungane na sisi uwe Muislamu? Yes, lakini hiyo kwanza nilikuwa nataka tukekaa chini kwanza tuzungumze, tungepata siku tu tukae chini. Naam. Sasa ndio niweze sasa kujua sasa siri kwanza za huko. Yes. Naam. Ndio nione sasa venye kutakuwa. Uone vile kutakuwa. Unaonaje kwa Daudi, tupatie dakika 2 tukuoneshe vile huko katika Uislamu kuko? Ni sawa. Ni sawa. Ni sawa. Sisi katika Uislamu kitu cha kwanza kuna amri nyingi sana za Mungu, sawa? Kuna kama amri hii. Mwalimu nifungulie 3:5 Qur'ani, samahani. 3:5 Qur'ani inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Inasema 3:5 Qur'ani. Nafiki mwalimu. Aona ni vizuri aona, sija kasema wale walimu bwana wanatusomea mambo za kichwa tu. 3:5 Al-Karim suratu Al-Imran. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Inasema hivi, bila shaka inasema 3:5. 3:5 hiyo ni 5:3. 5:3. Imeharamishiwa nyama. 5:3 inasema hivi. Imeharamishiwa nyama mfu na damu. Nasoma kifungua tu ina. 5:3. Inasema hivi, Bismillahir Rahmanir Rahim. Imeharamishwa nyama mfu na damu. Angalia Uislamu, sisi yani tunafundishwa jinsi ya kula ama vyakula ambavyo vinaweza kutusaidia katika mwili yetu, sawa? Kwanza tumeharamishwa nyama mfu, sawa? Nyama mfu ni mnyama pengine alikuwa akitembea kwa barabara akagongwa akafa, huyo ni nyama mfu, sawa? Ama pengine amepigana na mnyama mwenzake akapigwa pembe akafa, huyo ni mfu. Sisi Waislamu hatuwezi kula. Je, katika Ukristo mnakula vitu kama hizo? Sisi hatukuli kama hiyo. Kumbe Wakristo pia mli mfu. Kumbe hapo tumefanana. Endelea mwalimu. Na nguruwe. Pia Waislamu tumeharamishiwa kula nyama ya nguruwe. Je, nyinyi Wakristo mnakula nguruwe? Hatukuli. Hamkuli nguruwe. Mimi nadhani wewe ni Muislamu. Ndugu, habari gani? Naona mmemuonesha. Hebu nisalimie. Nisalimie tu tafadhali. Salimu, usiogope bana. Acha wasiwasi. Nimeona ndugu yangu amesema yeye ni Mkristo na hawakuli nguruwe. Ukamuonesha hapana. Wanakula. Wanakula. Hatukuli nguruwe. Wakristo hawakuli nguruwe. Asante sana. Kwa hivyo Wakristo pia wafali kula nguruwe. Hatukuli. Hiyo ni kitu ya kwanza nimewahi kusikia. Mimi najua Wakristo wanakulaga nguruwe. Ndugu, mnakulaga nguruwe Wakristo? Hebu tusalimie ndugu. Ndugu Wakristo mnakula nguruwe? Baadhi yao. Wewe mwenyewe binafsi? Hapana. Wewe kuli nguruwe. Na wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Kumbe pia kuna Wakristo wakuli nguruwe. Asante sana. Kwa hivyo leo tumejua pia kuna baadhi ya Wakristo hawakuli nguruwe, sawa? Yes, kuna ambao wakuli lakini inategemea wale ambao wameokoka. Sasa wenye wameokoka sasa ndio utakuta wanakula, lakini huyu amesoma Biblia haisikula. Okay, asante sana. Kwa hivyo wewe ni katika gani? Wewe ni katika gore gani? Ni anayekula ameokoka ama hajaokoka? Mimi nimeokoka. Okay, wewe umeokoka. Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka hali nguruwe. Hali. Asante sana. Sheikh Abubakar,
Hebu njoo msalimie ndugu yetu. Ndugu yetu anasema yeye ameokoka, ndio maana hali nguruwe. Naomba msalimie kidogo. Ndugu yangu, Yes. Ulisema unaitwa nani? Naitwa Wilson Nang'oro. Wilson Nyang'oro. Yes. Umeokoka mwaka gani? Niliokoka last year mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Yes. Asante. Kumbe umeokoka hivi karibuni tu. Hebu tueleze kitabu kimoja hapa kinaitwa Biblia. Kitabu cha Biblia. Ndugu yetu anasema hali nguruwe kwa sababu ameokoka. Haya, twende mwalimu. Asante. Kwanza kabla ya kwenda mbele, nini maana ya kuokoka? Wokovu, maana ya kuokoka ni maana kutengana na mambo mabaya, kutengana na marafiki ambao wanajua wanakupoteza, kuachana na dhambi, vitu kama hizo tu mbaya ambayo inajua haitakupeleka. Kuna wokovu mmoja aliniambia maana ya kuokoka ni yani kuokoka, mtu akiwa ameokoka hana dhambi. Ni kweli? Kuokoka kuokoka imaanisha huna dhambi. Kuokoka tu ni kama kutayarisha roho yako yani kwa Mwenyezi Mungu tu, kumwambia akusamee dhambi yako yenye kama ulikuwa na dhambi akusamee. Asante sana, mambo yako mazuri sana. Hebu 19:23 Mathayo hadi 25. 19:23 nakula kitu, naona hali ya anga inatanda, mvua ndio hiyo. 19:23 Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambia kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu wanamuuliza Yesu, ni nani awezaye kufanya nini? Kuokoka. Asante. Kumaanisha wanafunzi wa Yesu kumbe walikuwa hawajafanya nini? Wako wameokoka. Walikuwa hawajaokoka, si ndio? Asante. Umeshamaliza? Yesu akawaambia, akawakazia macho, akawaambia, hilo kwa wanadamu haliwezekani. Yesu anasema kuokoka kwa wanadamu haifanyi nini? Haliwezekani. Na wewe natumai wewe ni malaika, sio? Hapana. Wewe ni? Mimi ni mwanadamu tu. Kumbe haifanyi nini? Haiwezekani. Haiwezekani. Kumbe wewe hujafanya nini? Haiwezekani. Kumbe wewe hujafanya nini? Sijaokoka. Kwa maana Yesu anasema kuokoka haiwezekani, lakini kuna wokovu ambao kwamba unakuja. Sio sasa hivi duniani. Hapa duniani hakuna kuokoka. Kuna kuokoka wakati wa mwisho. Petro wa kwanza 1:5. Petro wa kwanza 1:5. Petro wa kwanza 1 mstari wake wa 5. Petro wa kwanza 1:5. 1:5 Petro wa kwanza inasema hivi. Kwa haraka kwa hiyo. Haraka Petro. Okay. Petro wa kwanza 1:5. Inasema hivi 1:5 Petro wa kwanza, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, ndio hata mpate uokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunalindwa na nguvu za Mungu katika njia ya imani, tupate wokovu utakaofunuliwa wakati gani? Wa mwisho. Wakati wa mwisho. Hebu tusongee pale karibu na ukuta kidogo, kwa sababu kuna nini kidogo, kamera sijika. Kuna mvua hivi. Asante sana. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba wokovu ni wakati gani? Wakati wa mwisho. Mwisho tumefika? Bado. Kwa hivyo hapa duniani bado hujafanya nini? Sijaokoka. Asante. Lakini kuna tumaini katika kitabu cha Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Ama 18:1 Mathayo. 18:1 Mathayo mtakatifu. Inasema hivi 18:1 inasemaje? Mathayo mtakatifu. Saa ile wanafunzi walimwendea Yesu akakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao, akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Yesu anawaambia, aliita mtoto mdogo akamweka katikati ya wanafunzi, akamwambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto vidogo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa nini? Wa Mungu. Kumbe kinachohitajika sisi tupate ufalme wa Mungu, tujinyenyekeze na kutii kama watoto wadogo. Kweli si kweli? Ni kweli. Asante sana. Kwa hivyo sisi sasa hivi tunafaa kutii mpaka tutii, alafu wakati wa mwisho tutaokoka. Kwa hivyo wokovu ni wakati wa mwisho, kwa maana Mungu ameweka vitu viwili, ameweka paradiso na akaweka jehanamu, si kweli? Utakapoepuka kuingia jehanamu ukaingia paradiso, utasema umefanya nini? Nimeingia mbinguni. Umefanya nini? Umeokoka na moto, kweli si kweli? Hivyo. Lakini huwezi kusema umeokoka na moto na hali yako bado wewe uko duniani, kweli si kweli? Ni kweli. Ndio kwa maana tunakukaribisha wewe katika Uislamu. Uislamu ndio dini ya Yesu. Si unajua hivyo maujui? Najua.
Yesu alikuwa Muislamu. Yesu alikuwa anavaa mavazi aina gani ndugu yangu? Hebu niambie. Wewe alikuwa anavaa kanzo. Asante sana. Unamuona wewe na kazi yake. Leo yangu kidogo nimefua. Nikasema leo nikuja hivi hivi. Lakini Yesu anasema 3:11 Luka. 3:11 Luka inasema, akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampe asiyekuwa na nini? Yesu anasema yule mwenye kanzu mbili ampe ambaye kwamba hana nini? Hana kanzu. Wewe unayo? Sina. Asante, mimi nimefua zangu zote mbili. Yes. Nikesho nikuletee moja, ubaki na moja na mimi moja. Ni sawa. Okay. Nikikuletea kanzu ukavaa kanzu moja na mimi moja. Watu wakituona njiani watasema sisi ni watu wa dini gani? Islamu. Kumbe Yesu ataka wewe uwe nani? Islamu. Na kwa Muislamu ni wakati huu unafaa kuwa Muislamu. Sawa. Uko tayari? Niko tayari. Asante. Saidi msilimishe. Mashaallah. Sawa, utarudia maneno nyuma yangu. Haya. Sema bismi. Bismi. Fanya hivi. Sema bismi. 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 Shahada. Utarudia tu nyuma yangu. Sema bismi. Bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Umesema kwa Kiarabu, sawa? Yes. Tunarudia kwa Kiswahili. Nakiri kwa moyo. Haya. Rudia tu hivi, nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja. Na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe tayari umeshakuwa Muislamu. Umekuwa nani? Muislamu. Sawa, karibu sana katika Uislamu. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri. Yes. Kuna Hussein, kuna Hassan, kuna Ali, kuna Said, kuna Abu Bakar, kuna Shuaib, kuna Muhammad, kuna Ali. Ungependa jina gani? Ali, mashaallah. Kwa hivyo kutoka leo utaitwa nani? Ali. Jina ya nyumbani ni? Kwetu home. Home. Naitwa tu Wilson. Wilson, hiyo ingine? Wilson Ang'or. Sasa utaitwa Ali Ang'or. Takbiru Islam. Anaitwa Ali Ang'or. Karibu sana katika Uislamu. Yes. Asante sana. Sawa. Kesho ukuje pale kwa msikiti saa saba. Sawa inshallah. Basi kwa wafuatiliaji wa chaneli hii ya Kocha Abubakar Dawa na chaneli ya Saidi Mwirigi, basi kama mnavyoona jitihada za dawa zinafika katika sehemu za mashinani na sehemu za bara na baharini, na lengo ni kufikisha ujumbe wa la ilaha illallah. Mtume akiwa katika hijjatul wadaa anatuambia nifikisheni japo aya moja. Kwa hivyo tunafikisha. Naona mabradha zangu wako hapa. Wazee vipi? Mko bie? Asante. Vipi? Mimi tu Abubakar brother. Wewe tu nani? Naitwa John. Naitwa John. Na huyu ndugu yangu David. David. Ohoro wako? Bila ubaya. Asante. David, karibu kwa Uislamu. Bado. Na ndugu yangu John? Hapana. Asante sana. Wazee mjamboni jamani. Tunawamkua tu kwa amani. Amani iwe pamoja nanyi. Vipi brother? Rafiki wa chairman sana. Yes. Rafiki chairman. Vipi bro? Unasema unaitwa nani? Martin Mboro. Mboro, horo wako? Mboro. Mwisho nako? Ya Joro. Jawadho. Asante sana. Pana Njoro bondeni pia ni nyumbani. Unajua? Najua. Asante. Mzee wangu unaitwa nani? Joseph Munala. Joseph Munara. Asante sana. Na mzee wangu pia upande wa pili? Mimi naitwa Morris Onyango. Oye more. Onyando Mluya. Abrolie. Malai. Ariena. Malai papa. Asante. Mzee wangu unaitwa nani? Naitwa Edison Songanyi.
Ilisha mkanganyi. Sasa bana jamani, mimi nimekuja na lengo lilileta hapa jamani, sote ni wanadamu, Mungu alituumba kutoka kwa baba yetu mmoja Adamu na mama yetu mmoja Hawa. Lakini Mungu, Adamu alipokosea katika shamba la Edeni, kwa maana huko ndio paradiso iko, Mungu alimteremsha hapa chini. Lakini akasema katika vizazi vya Adamu atakafanya bidii na jitihada, Mungu atarudisha katika shamba la Edeni ambapo kwamba baba yetu alitoka. Kwa hiyo sisi tumesema tukuje tuwakaribishe nyinyi wazee katika dini ya Kiislamu jamani. Uislamu ndio dini ya Ibrahimu. Uislamu ndio dini ya Musa. Sisi kama na swali yote ungependa kutuuliza sisi kama Waislamu wazee, kama ndugu zenu Waislamu. Hebu uliza. Kiongozi aanzie. Tulikuja kiongozi wetu wa soka Simba, sasa kiongozi aanze. Dini sio mbaya. Nashukuru dini zote ni za Mwenyezi Mungu. Na sisi wote tunaabudu Mwenyezi Mungu. Hakuna Mwenyezi Mungu na mwingine tofauti. Mungu ni ule ule. Mungu wa Kiislamu ni ule ule mwezi naabudu. Ile kitu naweza sema tushirikiane. Tuzidi kusukuma neno la Mungu liende mbele. Sasa ningependa umsikize mwalimu wangu kutoka Nyeri. Asante sana. Mzee, umesema jina lako ni nani? Naitwa Morris Onyando. Morris Onyango. Haya, intie. Injaka Nyomera. Anja Kisumu, anja Nyeri. Nyeri Majengo. Asante sana. Sasa mzee wangu, mimi dini yangu mimi ni Muislamu. Na wewe nasikia umesema wewe ni Mkristo. Sasa kuna jambo ambalo tunashauriana. Je, Mungu alipoteremsha vitabu, Musa aliteremsha kitabu cha Taurati. Si ni kweli? Daudi akateremsha kitabu cha Zaburi. Yesu akateremsha kitabu cha Injili. Si ni kweli? Tunakubaliana kabisa. Muhammad naye kama haujajua ndio aliteremsha kitabu cha Qur'an. Na Qur'ani ndio kitabu cha mwisho. Lakini kuna jambo ambalo linatushangaza. Je, inawezekana kwamba Mungu aliyeteremsha hizi vitabu zote, ameteremsha Taurati, ameteremsha Injili, ameteremsha Zaburi, ameteremsha Qur'ani, je, inawezekana kweli awe ameshukisha dini mbili? Inawezekana? Hajashukisha dini mbili. Ameshukisha dini ngapi? Moja peke yake. Sasa ndio tunaulizana sisi Waislamu na nyinyi wa Kristo. Je, Mungu aliteremsha dini ya Kiislamu ama aliteremsha dini ya Kikristo? Pengine unaweza nisaidia. Mimi naona wewe ni mzee kuniliko, pengine umesoma maandiko kuniliko. Je, unaweza nisaidia? Hawa manabii wa Mungu hawa waliletwa na sheria gani? Sheria ambayo Waislamu wanafuata ama sheria wa Kristo wanafuata? Nisaidie tu mzee wangu. Unajua sheria? Naam. Sheria tunafuata ya Biblia. Sheria ya Biblia. Ama ya Quran. Ya Quran. Very good. Sheria ni mbili pale sasa, iko ya Quran na iko ya Biblia. Asante. Unajua kila mtu anavuta upande wake kwa dini yake. Very good, sawa. Kwa sababu naomba tunaweza songea hapa nyuma kwa sababu ya hii mvua na nini. Tafadhalini. Dini ya Kiislamu. Very good. Yaani nakupata vizuri. Hata mimi nakupata. Hebu elekea hivi. Ndio kuna watu wanataka watu wasome kule na. Kuna dini ya Kiislamu. Kuna dini ya Kiislamu na kuna dini ya Kikristo. Very good. Zote tunaabudu Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa maoni yako. Lakini kuna kitu nimekuelezea tunataka kufahamu. Je, Mungu alipoleta manabii alioteremsha na dini gani? Hiyo ni kitu ambacho mimi na wewe tunafaa tujiulize. Sasa nataka tuanze na Qur'ani, tusaidiane kwa dakika kadhaa. Tuanze na Qur'ani alafu tuingie katika Biblia, sawa? Hebu tuone Qur'ani inasema nini. Mwalimu, kwanza nisomee Qur'ani 2:132. Huyu ni Ibrahimu, tunataka tuanze na Ibrahimu, sawa? Kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani. Je, wewe Ibrahimu sheria yako ilikuwa ni gani? Ama kwanza mwalimu nisomee Qur'ani 42:13 ndio nimueleweshe mzee vizuri. 42:13. 13 Qur'ani, Soma maandiko matakatifu. Ya Biblia, ya Qur'ani. Samahani. 42:13 inasema amekupeni sheria ya dini ile ile aliyemuhusia Nuhu. Unaona ndugu yangu, mzee wangu, Mungu anatuelezea katika kitabu cha Qur'ani. Yaani maneno haya yako katika kitabu cha Qur'ani ni maneno ama ni sheria ambayo Nuhu alikuwa akifuata, sawa? Kwa hivyo sheria ile iko katika Qur'ani, ni sheria ya Nuhu, sawa? Ndio Mungu ametufunulia sisi katika Qur'ani. Endelea mwalimu. Na tuliokufunulia wewe. Ukisikia wewe ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kile ambacho Nuhu alikuwa akifuata, Muhammad ndiye amefunuliwa katika Qur'ani. Endelea mwalimu. Na tuliohusia Ibrahimu. Kumbe kile ambacho Ibrahimu pia alikuwa akifuata ndio Muhammad na Nuhu wanafanya nini? Wanafuata. Endelea mwalimu. Na Musa na Isa yani Bwana Yesu pia. Kumbe sheria hiyo ni sheria ile ile ambayo
Musa, Yesu, yote ndio sheria ile ya Nuhu. Sawa, endelea mwalimu. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Kumbe hii sheria ya Nuhu ambayo imeletwa katika Qur'ani, Mungu anawaambia manabii simamisheni dini, sio madini. Simamisheni nini? Dini. Hizo ni ngapi? Moja. Kumbe Mungu anasema simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Ina maana Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani aliteremsha dini ngapi? Moja. Na hiyo sheria, hiyo dini ilikuwa ni ya Nuhu. Sawa. Sasa tujiulize mimi na wewe, je, hii sheria ya Nuhu ilikuwa sheria ya dini gani? Ya Kiislamu ama ya Kikristo? Sawa. Kwanza tuanze na Qur'ani. Je, wewe Nuhu sheria yako ilikuwa ni sheria gani? Mwalimu, nifungulie Qur'ani 78:22 kama sijakosea. Tunaenda kwa Nuhu. Pole pole tu mzee wangu. 22:78 kama sijakosea. 71:28. 71:28. 71:28 inasema. Endelea. Mola wangu nikufilie mimi na wazee wangu. Sasa sikia mzee wangu amepigiwa simu kidogo. Haya, tuendelee tu hata kama na huyu. Nzima. Haya. Sawa, kwa hivyo mzee wangu, hebu soma tena. Mola wangu nikufilie mimi na wazee wangu. Sasa huyu ni Nuhu anaomba dua katika kitabu cha Qur'ani. Anasema Mola wangu nikufirie mimi na wazee wangu. Endelea. Na kila aliyeingia nyumbani mwangu. Na kila aliyeingia nyumbani mwangu. Aliyakuwa ni Muislamu. Aliyakuwa ni Muislamu. Na Muislamu mwanamume. Na Muislamu mwanaume. Na Muislamu mwanamke. Haya, asante tosha. Kwa hivyo Nuhu kumbe tunakuta anaomba dua ama anamuomba Mungu. Anasema kwanza aghufirie wazazi wangu, sawa, yani mama na baba, na kila aliye Muislamu, sawa. Ina maana huyu Nuhu alikuwa dini gani kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani? Islam, sawa. Na ndio tukaambiwa sheria hiyo ilikuwa sheria ya Nuhu, ndio sheria ya nani? Muhammad, sawa, na Ibrahimu na Yesu, sawa. Hebu tuangalie kwa Biblia Ibrahimu, alafu turudi kwa wale wengine. Je, Ibrahimu kwa mujibu wa kitabu cha Biblia ulikuwa unafuata dini gani? Nadhani ndugu mzee wangu, ukiona mtu amevaa mavazi kama haya, kanzu, inavaliwa watu dini gani? Islam. Asante. Sawa sawa. Kwa hivyo ukiona mtu amevaa kanzu unajua yule ni nani? Muislamu. Lakini unajua kanzu peke yake Muislamu anavaa. Asante. Hata Mkristo anavaa kanzu. Kuna Mkristo anavaa kanzu. Haya, asante. Unapata aje? Haya, tuseme kama Kenya, Israeli au Israeli. Anavaa kanzu hatao. Ile sio kanzu. Kanzu ambayo iko na mishipi, hiyo sio kanzu. Haya, sawa. Vile utasema aje ni nini? Kanzu ni nguo. Haya, nimekubali. Si nguo ndo dini. Haya, asante sana. Kanzu sio dini. Haya. Tunaendelea. Mavazi ya kuingia kanisani. Sijaenda kwa andiko. Sawa, sijaenda kwa andiko. Sasa tunaenda kwa Ibrahimu. Leo ukisikia mtu anaitwa Abraham, huyo ni wa dini gani? Abraham. Kuna Abraham wa Kristo. Na kuna Abraham wa Waislamu waitwa Abraham. Waislamu wanaitwa Ibrahim. Sawa. Sasa unajua wazungu ndio wamekuja kulete si ni kweli? Ngoja niendelee, acha niendelee. Andiko hapo kwa Ibrahim. Kwa hivyo Abrahamu ni Mkristo, lakini Ibrahimu ni nani? Muislamu. Mwalimu nisomee 17:3 Mwanzo. 17:3 Mwanzo. 17:3 kitabu cha Mwanzo inasema, kwa wale wanaosoma haya maandiko ya Biblia. Inasemaje? Inasema hivi, mwalimu wangu. Ibrahimu akaanguka kifudifudi. Angalia, tunaambiwa Abrahamu. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Tunaambiwa Abrahamu akaanguka kifudifudi. Unajua nini maana ya kifudifudi? Akainama. Akaweka kichwa wapi? Kusujudia Mwenyezi Mungu. Najua sawa, akamsujudia Mwenyezi Mungu. Sawa. Katika dini zote na tukubaliane, wala usiogope. Siogopi. Ni kina nani wanaofanya ibada ya kusujudu? Asante. Na Ibrahimu amefanya ibada ya kufanya nini? Ya kusujudu. Ina maana Ibrahimu anakuwa dini gani hapo? Asante. Endelea mwalimu. Inasema hivi, inasema Abrahamu akaanguka kifudifudi. Ibrahimu akaanguka kifudifudi. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe. Kumbe agano la Mungu Ibrahimu, Mungu anafanya agano na nani? Ibrahimu. Kwa Biblia, sawa? Na tumekuta kumbe agano la Ibrahimu pia katika Biblia ni ya dini gani? Kiislamu. Ya Kiislamu. Bwana hapo umesema na sauti ndogo. Islamic. Ya Islamu. Nitasemaje na nguvu na tuongea tuko hapa. Asante. Endelea mwalimu. Wala jina lako hautaitwa tena Abrahamu. Angalia, Mungu anakataa Abrahamu. Na Abrahamu ni ya dini gani? Kristo. Kikristo. Mungu amekataa jina la Kikristo. Endelea mwalimu.
Lakini jina lako litakuwa Ibrahim. Kumbe anaambiwa jina lako litakuwa nani? Ibrahim. Ina maana jina la Kikristo limeondolewa, akaletewa jina la dini gani? La Kiislamu. Kumbe